Kuanzisha biashara. Hii ni sehemu yetu ya tatu na ya mwisho ya wiki ya biashara inayohusiana na wakala wa simu. Sasa tulishaona video ya kwanza siku ya Jumatatu, video ya pili siku ya Jumatano, na leo Ijumaa tunaangalia ambayo ni ya mwisho. Leo tunaangalia masuala ya ulinzi wa biashara pamoja na mambo ya miamala kwa ujumla, ambayo ni sehemu ya muhimu sana katika biashara. Kwa hiyo kaa nasi mpaka mwisho wa hii video. Unakuta mhusika katika biashara ya wakala wa simu, biashara yake inakwenda vizuri, mambo ya float yako vizuri, mambo ya wateja nao vizuri, lakini inatokea ghafla tu unakuta biashara imesimama. Sasa hii sio habari nzuri. Wakala wengi wanaanza vizuri, wana float nzuri, wana wateja, halafu siku moja simu inapigwa, SMS inakuja, na kwa sekunde 30 tu mtaji mzima wa miezi kadhaa unapotea. Ukishalizwa mara moja, motisha ya kuendelea inakufa. Leo nataka tukuzuie usifike huko, na nikukabidhi mbinu za kuongeza miamala ili uwe kwenye kundi dogo la mawakala wanaopiga hela ya maana. Sasa kabla hatujaangalia kwa undani swala la utapeli, hapa kidogo inabidi tujikumbushe, kwani tayari tumeshajua jinsi ya kuhesabu mtaji na kuchagua eneo, lakini pia tumeangalia taratibu za kisheria na kupata uwakala. Sasa leo, ambayo hii ni episode ya mwisho ambayo ya mfululizo huu wa wiki ya biashara ya mambo ya wakala wa simu, kuna mambo matatu. Kwanza ni aina kuu za utapeli wa mawakala ambao tutazungumzia hivi punde, alafu kanuni za usalama wa kila siku, na mwisho mikakati ya kukuza miamala na kuongeza mapato kwa kuongeza huduma. Sasa hebu tuangalie aina za utapeli ambazo zinafanyika kwenye hii biashara ya wakala wa simu. Aina ya kwanza ya utapeli ni fake SMS ya muamala. Tapeli anakutumia SMS, yani hiyo ni message ya simu, inaonekana kama imetoka kwenye kampuni ya simu. Umewekewa shilingi 500,000. Wakati huo huo anakuja counter na anaongeza pressure. Nimeshatuma pesa na haraka naenda safari, naomba unitolee cash. Sasa hebu tuangalie namna ya kujilinda. Usiamini SMS inayoingia tu. Kawaida kila muamala uthibitishe salio kwa kodi rasmi ya mtandao. Mfano, unapiga USSD yao uone balance. Pili, weka tabia ya kusema subiri nithibitishe kwenye system kwanza. Usiogope kumkera mteja. Hii ni uhai wa biashara yako. Utapeli wa pili ni simu zinazojifanya zimetoka makao makuu. Tapeli anajitambulisha kama mfanya kazi wa kampuni. Anasema, tuna update mfumo, tafadhali tuma pin namba yako au bonyeza 1 kusogeza laini yako. Sasa hii ni kanuni ya dhahabu. Kampuni halisi haita kushtaki pin yako kwa simu au SMS au hata WhatsApp. Usitoe pin namba au namba za kadi yako ya benki. Namba ya siri zozote usizitoe kwa watu wanaokuletea message kama hizo. Utapeli wa aina ya tatu ni wateja wa vitambulisho feki. Wanakuja na kitambulisho bandia kutaka kusajili laini au kufanya miamala mikubwa. Usitegemee macho yako tu. Hakikisha jina linaendana na laini au taarifa zinazoonekana kwenye mfumo.
Sasa hebu tuangalie kanuni za usalama za kila siku. Hizi nazo ziko vipi? Kwanza ni utenganishaji wa kazi. Kama unamfanya kazi, pini yako binafsi inapaswa kuwa siri, isiyojulikana hata na ndugu. 2. Mpangilio wa eneo la kazi. Hakikisha watu hawaoni pini unapoingiza. Tumia shield ndogo ya karatasi au plastiki. 3. Daftari la miamala mikubwa. Andika kila muamala mkubwa, vitu kama tarehe, saa, jina la mteja na kiasi ambacho amechukua. Na 4. Muda wa kufunga. Fanya reconciliation, yani unapofunga. Hapo sasa unafanya hesabu za kashi iliyopo, linganisha na e-float na pamoja na tume ulizopaswa kupata. Tofauti ikizidi kiwango fulani, kwa mfano 5,000, ichukulie serious. Tafuta chanzo mara moja. Sasa tuangalie swala la miamala. Hili ni swala muhimu sana. Hebu tuone jinsi ya kukuza miamala. Haya mambo yako vipi? Sasa baada ya kuilinda biashara ya wakala wa simu, sasa inabidi tuweke mikakati ya kuiongeza. Kwanza, huduma zaidi kwenye kituo kimoja. Uuzaji wa vocha, vifurushi na muda wa maongezi. Alafu pia kuna kulipia bili. Sasa hapo ni mambo ya luku, maji, television, vifurushi vya intaneti. Alafu nyingine ni kuunganisha na huduma ndogo kama vile photocopy na printing. Na mwisho ni uuzaji wa kalamu, daftari, airtime ya vocha za karatasi na kadhalika. Kadri huduma zinavyoongezeka, ndivyo watu wanavyokuchukulia kama kituo cha malipo chao rasmi. Jambo lingine ni huduma kwa mteja isiyosahaulika. Kuna kuwa na lugha nzuri hata kama mteja ana muamala wa shilingi 1,000 tu. Lakini pia usimlazimishe mteja kununua kitu kingine kila mara, atakukimbia. Jambo lingine, wape taarifa. Mfano, vile vipeperushi vidogo vinavyoonyesha viwango vya makato. Jambo lingine ni ushawishi wa mtaa, yani local marketing. Andika tangazo rahisi. Hapa unalipa luku, maji, vocha, TV, malipo ya shule na kadhalika. Ubandike stendi, sokoni au ubao wa matangazo kanisani, msikitini, kwa ruhusa, lakini wewe unapata kwa wahusika. Pia fanya promo ndogo. Siku moja kwa wiki unapunguza huduma ndogo. Mfano, kila anayelipa luku leo hapa anaandikiwa bure kwenye daftari ya kumbukumbu. Ingine ni swala la uaminifu. Ukikosea muamala, kimbiza kurekebisha, hata kama ni hasara kidogo. Habari ya uaminifu wako itazunguka mtaa, na hiyo ndiyo itakayokuongezea miamala kwa miaka ijayo. Naona tumefika mwisho wa hii video yetu ya siku ya mwisho ya Ijumaa, na kwa kuwa tunafunga kabisa hii wiki ya biashara ya wakala wa simu, ni vizuri tungejikumbusha mambo tuliyoangalia kwa hizi video 3. Tumefunga mfululizo mzima wa biashara ya wakala wa simu kwa wiki hii, ambapo tumeona kwenye episode ya kwanza ilikuwa inahusu mtaji, eneo na hesabu za biashara. Kwenye episode ya pili ambayo ilikuwa ni Jumatano, tumeona hatua za kisheria, uwakala na float. Na hii episode ya 3 ambayo ni Ijumaa inahusu ulinzi dhidi ya utapeli pamoja na mbinu za kukuza miamala. Kama wewe ni kijana mhitimu na unatafuta biashara ya kuanza nayo, hii inaweza kuwa daraja lako la kwanza kwenda kwenye miradi mikubwa zaidi. Sasa ni sehemu gani ya mfululizo huu imekufungua macho zaidi kuhusu mtaji, sheria au usalama? Andika kwenye comments, na pia niambie ni biashara gani nyingine unataka tufanye kwenye video zinazokuja.
Alafu pia bonyeza like ili kushare na wajasiriamali vijana wengine, na usisahau kusubscribe ili tusonge pamoja kwenye mambo ya utekelezaji ya wiki zijazo. Mwisho kabisa nina wito. Sasa huu wito unahusu nini? Kwanza nataka kufahamu kutoka kwako, kati ya haya mambo ambayo nimeyazungumzia kuhusu hii biashara ya wakala wa simu, unafikiri ni jambo gani limekuvutia sana na limekuhamasisha kiasi ya kuwa uko tayari kuanza hii biashara, ikiwezekana hata kesho? Kwa hiyo niandikie hapo chini. La pili ni kwa kuangalia haya mambo ambayo nimeyazungumzia, unafikiri changamoto iko wapi kwenye biashara ya wakala wa simu? Kwa hiyo pia niandikie hapo chini, uniambie changamoto ambazo unazoziona na pengine zinakufanya usite hata kuanzisha hii biashara ya wakala wa simu. Jambo lingine ni naomba ubonyeze hicho button cha like ili kusudi vijana wenzio waweze kuona mfululizo wa hivi video zetu zinazozungumzia wakala wa simu. Lakini pia naomba ubonyeze button cha subscription ili uweze kuhakikisha kuwa vipindi vyetu vya Tan Business Channel Online Television pamoja na video zetu za How to Start Business Channel unazipata kwa muda mwafaka. Kwa hiyo subscribe, na ukisubscribe hutakosa hivyo vipindi vyetu pamoja na video zetu. Na mwisho kabisa nakushukuru sana kwa kuwa nami tangu siku ya Jumatatu, Jumatano na Ijumaa katika hii wiki ya biashara ya wakala wa simu. Mimi ni mtangazaji na mtayarishaji wa kipindi na video Ali Mwambola. Asante na karibu tena. Kuanzisha biashara.